Tumefanya ziara ya kutembelea depots ambazo mafuta ya ndani kwa maana ya diesel na petroli na ya nje yanahifadhiwa na kutolewa. Moja, kama serikali ilivyotangaza, hakuna uhaba wa mafuta. Lakini pili, TRA kwa maana kama wadau wakubwa kuhakikisha mafuta yanaingia sahihi na yanatoka sahihi. Tumejipanga kutoa huduma kwa wenye depots kwa muda zaidi ya wa kawaida. Tuko tayari kufanya kazi hata masaa 24 kuhakikisha tunatoa huduma kwa mafuta ya ndani na hata mafuta ya nje ya nchi. La tatu, tuna utaratibu wa kuhakikisha kwamba mafuta kabla hayajatolewa kuuzwa lazima yalipiwe kodi. Utaratibu tuliouweka utaenda kwa ufanisi mkubwa, lakini kuhakikisha kodi zinalipiwa. Lakini utaratibu huu unahakikisha mafuta ya nje ya transit hayarudi nchini wakati hayajalipiwa kodi. Kwa hiyo tumeweka utaratibu muhimu. Tutashirikiana na wenye hizi depots ili kuhakikisha kama kuna changamoto tunaitatua kwa haraka na kuhakikisha wananchi wanapata mafuta, wanaendelea na huduma zao, lakini kuhakikisha kile kinachotakiwa serikalini kwa ajili ya huduma zingine kinapatikana na hakuna mwanya unaotumika kipindi hiki kuhakikisha wachache wanafaidika. Hivi karibuni Mamlaka ya Mapato kwa ushirikiano na wadau wengine wanaosimamia sekta ya mafuta tumeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba mafuta yote yanayoingia nchini yanafuata taratibu zinazostahiki, ambayo maana yake ni kwamba mafuta yanayoingia katika soko la ndani yanalipiwa kodi kabla hayajaingia kwenye soko, lakini mafuta yanayokwenda nje ya nchi, yani mafuta ya transit, yanafanya hivyo na kwamba hayabaki nchini bila ya kulipiwa kodi. Kwa utaratibu mpya ni kuwataka terminals zinazosimamia mafuta kuhakikisha kwamba kwa yale mafuta yanayoingia nchini basi tunapata utaratibu wao wa mauzo ya siku, tunasita loading plan, na kuhakikisha kwamba Mamlaka ya Mapato inadhibiti, inaangalia na kudhibiti kwamba mafuta hayo yamelipiwa kodi kabla hayajaenda. Kwa utaratibu mpya ni kuhakikisha kwamba kabla ya kupakia mafuta hayo yamelipiwa kodi kwa mujibu wa taratibu ambazo kumbukumbu sisi tunazo, na hayatoki kabla ya kuhakikisha utaratibu huo. Kama ambavyo tumewasikia wafanya biashara wanaomiliki terminals za mafuta wote wamepongeza huo utaratibu, unakuwa ni wawazi, unawashirikisha wao na unawashirikisha vyombo vinavyosimamia, na kwa hiyo hauna changamoto wala haucheleweshi mchakato wa utoaji mafuta katika vituo vyetu. Majina anaitwa Omari Yusufu, ni depot supervisor katika depo ya Mount Meru hapa Kigamboni. Na kama unavyoona huku nyuma yetu kuna matenki. Kazi yake kubwa, tunapokea mafuta hapa na kwa ajili ya kufanya usambazaji. Na tunafanya usambazaji kwa ndani kwa maana ya loko, lakini pia kwa nchi za jirani, takriban nchi 5 kwa maana ya Rwanda, Kongo, Zambia, Malawi pamoja na Burundi. Kwa upande wa hali ya mafuta kwa sasa, mafuta bado stock tunazo. Kama unavyoona kuna gari zinatoka kupakia hapo na zinatoka, na tunafanya kazi kwa muda wa ziada, kwa maana leo kama Jumapili unaona tupo kazini, hii yote kuhakikisha mzunguko wa mafuta na stoko tulizonazo zinaweza kuwafikia wateja wetu. Lakini pia tunashukuru kwa upande wa TRA, wamekuwa na mfumo mpya kwa ajili ya kurahisisha utaratibu wa upakiaji wa mafuta upande wa loko, kwa kushare kitu kinaitwa loading plan, ambao umetuwezesha tunaweza kufanya kazi kwa haraka zaidi na kuturahisishia upakiaji wa kila siku. Hivyo kwa upande wetu kama depo tunashukuru sana TRA kwa kufanya nao kazi kwa karibu, lakini pia serikali kwa kuweza kuongeza msukumo wa upatikanaji wa mafuta, kwa sababu meli zinaendelea kuja, na hata hivi muda si mrefu hapa tunatarajia kupokea kutoka melini.